Kwenye dawati yetu tunayo SACCOS inaitwa DWT SACCOS, chama cha kuweka akiba na kukopa. Kwa hiyo mimi niko mahali hapa, cha kwanza kabisa ni kuwakaribisha wote ambao mko mahali hapa kujiunga na hiyo SACCOS ya DWT SACCOS. Lakini kitu kingine, watu ambao tunaweza tunawahudumia, watu ambao tunawahudumia kwenye hiyo SACCOS ni watu wote wanaoishi kwenye mkoa wa Kigoma na wilaya zake zote, kasoro wilaya mbili, wilaya ya Kakonko na Kibondo. Lakini mtu yoyote ambaye anaishi kwenye hizi wilaya zingine anaruhusiwa kuwa mwanachama wetu. Lakini kitu kingine, tunapokea wanachama wa aina mbili. Wanachama wa kwanza ni mwanachama mtu binafsi au taasisi. Nikisema taasisi namaanisha ni vikundi vilivyosajiliwa au makanisa. Lakini kitu kingine, tukisema mtu binafsi anaweza akawa ni mfanyabiashara, akawa mfanyakazi au mkulima. Huyo mtu tunampokea. Na nizungumzie kwa habari ya makanisa, kwa sababu hapa tulipo tuko wasibu na katibu, na tuko na baadhi ya makanisa ambao ni wanachama wetu na wamefaidika. Kuna makanisa ambayo tumeshawakopesha mpaka milioni 30. Tunapozungumza kwa habari ya maendeleo, hayo makanisa yakutegemea sadaka peke yake, bali walikuja kwetu, walikuwa wanataka kufanya mradi fulani, tukawakopesha. Na tunapokopesha kanisa, tunachokiangalia ni uwezo wa hiyo kanisa kurudisha hiyo pesa. Kwa hiyo kuna makanisa ambayo tunawakopesha mpaka milioni 30, wapo milioni 7, kuna milioni 10, kuna milioni 20, na wanafanya vizuri na maendeleo yanakuwepo. Nizungumzie kwa namna ya kujiunga. Kwa mtu binafsi kiingilio ni kwa 58,500, na kwa taasisi ni 1,800,500. Tunapozungumzia taasisi au kanisa, kwa sisi ambao tuko hapa wasibu na makatibu, nikisema kanisa, unapotaka kujiunga sio swala la mtu mmoja, lazima baraza likae, lizungumze, mkubaliane na mwandike muhtasari. Kwa hiyo unapokuja kwetu uwe umekuja na muhtasari pamoja na katibu wa kanisa na mchungaji ambao ni mwenyekiti, ndio mnakuja naye. Tunawapa fomu, mnajaza, mnaingiza 1,800,500. Lakini anapokuja mtu binafsi, huyo mtu binafsi anapokuja, tunataka tu vitu vitatu. Tunataka kitambulisho chake cha NIDA au namba ya NIDA, tunataka pasipoti size 3 pamoja na ile ada ya kujiunga ambayo ni 58,500. Kitu kingine ambacho naweza kukizungumzia kwenye SACCOS yetu, tuna riba nafuu sana. Riba yetu sisi kwa mwaka ni 9.7. Hiyo 9.7 ni maana yake, mtoe mfano, kama mtu amekopa milioni 1 kwa mwaka mzima, anarudisha milioni 1,097,500. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, maana hapa tunaishi kwa mikopo. Ukienda kwenye benki au taasisi zingine hauwezi kupata riba nafuu kiasi hicho. Lakini pia masharti yetu ni nafuu. Ili mtu aweze kupata mkopo kwenye chama chetu, ya kwanza kabisa lazima awe mwanachama wa kwanza, yaani taasisi au mtu binafsi. Ili aweze kupata mkopo kwenye chama chetu, lazima awe mwanachama wetu, awe amejiunga na kiingilio cha kwanza. Cha pili, anatakiwa akae miezi 3 chamani kwetu, zaidi ya miezi 3 ndio aweze kukopa. Lakini kitu kingine, anatakiwa akamilishe hisa, ambayo hisa ni hisa 20, kila hisa moja ni thamani ya shilingi 10,000, kwa maana yake 200,000. Na hiyo 200,000 kama hutaki kukopa, unaruhusiwa kuilipa kidogo kidogo ndani ya miezi 20. Lakini kuna kitu kingine, lazima awe na akiba. Chama chetu tunachoita DWT SACCOS, ile neno SACCOS ni chama cha kuweka akiba na kukopa. Sisi hapa tuna riba nafuu kwa sababu hatutegemei mtaji kutoka taasisi nyingine. Mtaji wetu ni sisi wenyewe. Tunapotoa akiba, tunapoweka hisa, ndio tunapata mtaji, tunamkopesha mtu mwingine, anaenda kuzungusha, anaporudisha anakopesha mtu mwingine. Ndio maana riba yetu ni nafuu. Kwa hiyo lazima mtu aweke akiba na anakopeshwa mara 3 ya akiba yake. Naweza nikatoa mfano. Mfano ni kwamba mtu anataka kukopa leo, ukishajiunga kwenye chama, umelipa kiingilio, umemaliza hisa 200,000 na wewe na akiba ya 300,000, unakopeshwa 900,000.
Bwana Yesu asifiwe. Cha kumaliza kingine kwa kanisa likitaka kukopa, na malizia kabisa mwishoni, kanisa likitaka kukopa lazima pia wakubaliane, baraza likae, baraza la wazee wakae wakubaliane kwa muhtasari, ndio waje ofisini kwetu, waje na muhtasari wa makubaliano kwamba tunataka kukopa labda milioni 10, na akishafika kwetu watajaza fomu, akishajaza fomu watapewa mkopo, na kanisa mdhamini wake ni baba askofu mwenyewe, anadhamini makanisa. Na sharti lingine tunaoangalia kwenye kanisa, havikopeshwi kulingana na matakwa yako. Kuna watu wanakujaga makanisa, wanakuja ofisini kukopa, unakuta uwezo wake wa kurudisha ni milioni 5, anataka apewe milioni 20. Kwa hiyo tunamsaidia ili asije akaingia kwenye matatizo, tunampa kulingana na uwezo wake. Lakini pia kwenye makanisa mengi leo nimetangaza hapa ni fursa na mipango mingi ya maendeleo. Unakuta mtu hataki kujiunga, anakaa mpaka siku amepata fursa. Sasa labda amekaa, kuna biashara imetokea ambayo anajua ni nzuri itasaidia kanisa, ndo anakuja kujiunga apewe mkopo siku hiyo hiyo. Au amepata labda kanisa lipo hapo, wamepata eneo anataka kulinunua ambalo ni eneo very potential, anataka kulinunua, anataka siku hiyo hiyo ndo aje kwenye sakosi yetu apewe mkopo. Jamani, nimewatangazia siku ya leo kuhusu sakosi yetu ili mjiunge mapema, bila kujiandaa wakati ambao kuna amani, wakati ambao ndio mmepanga mipango vizuri. Sije katokea jambo ndio unakuja kukurupuka kutaka mkopo kwa makanisa hayo. Kwa hiyo makanisa hayana masharti mengi, lakini kwa mtu binafsi lazima tumwangalie anafanya biashara gani, kipato chake kikoje, na anaweza kuturudishia huo mkopo. Lakini lazima aweke dhamana ya kitu ambacho akihamishiki, kama vile nyumba, shamba pamoja na kiwanja, kulingana na thamani ya mkopo anaotaka. Lengo kubwa ni nini? Hata huyo mtu akitokea amedefault kwenye mkopo, tuweze kuchukua dhamana yake na turudishe hizo pesa, maana sio pesa za mtu mmoja, ni za watu wengi. Hayo ndio maelezo machache ambayo ninayo. Naomba nitoe namba yangu ya simu, kama una maswali zaidi utanipigia simu au utaniona, maana nipo. Namba yangu ya simu ni 0716783877. Namba yangu ya simu ni 0716783877. Bwana Yesu asifiwe.